Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Natumai sote tu wazima. Praise God. We thank the Lord for today. So I want us to start our online fellowship for today. And I will just ask my brother Chengo just open for us with the word of prayer, alafu tuende direct kwa our today's preacher, so that also we should not buy a lot of time. So I invite you, Brother Chengo, to guide us on our today's fellowship as we open with the word of prayer. Thank you, Gilbert. Let's believe and pray. Dear Lord, we come before you this evening as we here to fellowship, Lord. But Lord, we pray that you open our spiritual eyes and our spiritual ears, Lord, so that everything that we hear from this fellowship today, Lord, let us be life changing in our hearts, Lord. Guide us and protect us in this period as we fellowship together, Lord. We pray for those who are on the way to join the program, Lord. Welcome them to this fellowship this evening, and all glory belongs to you. We pray and believe in Jesus' name. Amen. Amen. Amen, 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 amen. So we thank God for everyone who has taken his or her time. I hope umekuwa na siku njema yenye baraka tele. Mungu amezidi kuwa mwaminifu katika maisha yangu na amezidi kuwa mwaminifu pamoja na jamii yangu pia. Ikiwa leo ni siku nyingine ya kipekee, napenda kuchukua fursa hii kuwapongeza vijana kupatia ukumbi huu tuweze kusemezana na kutiana moyo katika maandiko matakatifu. Ni jambo zuri sana la kumpendeza huyu Kristo, maana wawili ama watatu wanapokutanika hakika yunasi jioni ya leo. Amen. Nisingependa pia niwachoshe sana ambao katika jumbe zangu ama katika mada zangu za leo kunao maandiko soma sote nimeweka standby hapo. Kwa hivyo ningeomba twende kwa njia ya usawa, nisiwaache nyuma. Ndio maana nikaandika yale maandiko nitakayohubiri ama niliongea naye ndani yangu ili tuweze na kutiana moyo. Kwa wale wasionijua nadhani ni wachache mno, but most of you I know Suma. Those are my ID names. Na ni majina niliozaliwa nikakuwa nao, but majina mengine kubandikwa. Most of you knows me as last one, which I'm okay with it. Ukiniita taitika. And this is the day that the Lord has made, and I'm so grateful, I'm so happy. Sipendi kuchukua muda wenu sana. Theme yetu ya leo inasema youth and wisdom, ujana na hekima. Nilipoambiwa kwa siku ya leo nitaongea na vijana, mimi ikiwa bado ni kijana, lakini nashukuru sijaenda sana. Napenda kutafakari ujana na hekima. Katika ujana wako leo hii unavyoishi, je, unaishi katika njia zilizo sawa, njia zinazompendeza Mungu? Je, katika ujana wako kuna hekima ambayo umeomba Mungu akupatie? Maana katika Biblia tumekuwa tukisoma maandiko ya kuhusu Mtume Sulemani, Mungu alivyompa hekima. Je, sisi pia tukiwa wadogo na kumbuka tukiwa Sunday school tukisema naomba Mungu atupe hekima kama ya Mtume. Je, ni jukumu la leo nataka kukupatia wewe moyo, na nataka kukutia moyo wewe kijana, mahali popote ulipokuwa, tunapokuwa katika usawa ama tunaposimama katika njia za usawa, Mungu tutaishi kumwishia Mungu katika ujana wetu, na tutaishi kwa hekima yake.
manake hatuwezi enda pasipo yeye, bila yeye sisi ni bure. Kwa hivyo ni kukutia moyo na kuna kuhimiza kuwa kijana, bado hujachelewa, utumie ujana wako vizuri. Hivi sasa ningependa tufungue maandiko katika kitabu cha Ecclesiastes. Hiyo kama mniwe anajua na Kiswahili atanisaidia. 11 chapter 11 verse 9 to 10. Naomba tufungue maandiko hayo. Ecclesiastes chapter 11 verses 9 to 10. Nadhani sote tumepata. Nitasoma maandiko. You who are young, be happy while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. But now that for all these things, God will bring you into judgment. So then banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body, for your youth and vigor are meaningless. So nikiangalia katika kitabu cha Ecclesiastes chapter 9 verses 10. Kimesema, be happy while you are young. But that is true. We should be happy now because we are young, because we are still energetic. We have that, yani tuko na kile na nguvu ya kufanya. Ndio kila siku tunakaa tukibiriwa tukiambiwa vijana ni kesho, ama la leo ama la baadaye. Lakini unapokuwa katika hali yako ya ujana, ni mambo yapi unayozingatia? Katika maandiko iko wazi kwa hapa, let your heart give you joy in the days of your youth. Yani wacha moyo wako ukupe furaha katika ujana wako. Lakini baadaye pia imesema, but now that for all these things God will bring you into judgment. Lakini tunapofanya haya mambo katika ujana wake, katika ujana wetu, mwisho wa siku tumeambiwa God will bring us into judgment. So whatever that we are doing as youth, we should know that it has consequences that we have to pay if you are not careful. So hili ni jukumu lako wewe kama kijana, ama mimi kama kijana mwenzako, tuangalie njia zetu zikoje katika hali yetu ya ujana. Kama ndio tunasema maisha yenyewe mafupi, acha ile ujana. So ule ujana, but the end of it, know that all these things God will bring you into judgment. So whatever that you are doing as a young adult, know that all these things that we are doing now as youth, it will bring us into judgment. Na sijasema Mungu mwenye alikuwa na sababu, akijua ni kwa nini andiko hili leo hii tungepewa tulisikize na tulitafakari vizuri. Alijua ni sababu ipi haswa. Na kwa hiyo basi, na kusiwe kijana leo hii unapofanya ujana wako, hebu angalia, fanya ukiwa na umakini zaidi, ama fanya ukiwa na hekima iliyo ya juu zaidi. Maana hujui kesho yako ikoje, ama hujui kesho utakwenda sema nini mbele ya Muumba wako. So ni jukumu langu leo hii kukupatia moyo, nikwambia unayofanya, je, yanampendeza Mungu, ama vitu ninavyovifanya machoni pa Mungu viko sawa? Kwa hivyo kijana, ni kukutia tu moyo kuwa kila jambo unalolifanya, kama nguvu saizi umepewa nguvu nyingi, yani kijana ni mtu ambaye amechangamka, kijana huwa hawi mtu agoigoi. Na naamini vijana tulionao katika GRC, we are blessed, we are more than conquerors. So whatever that we are doing, don't do it for the sake of you are doing it maybe for the sake of the church. Do it for the sake that I'm doing this for the sake of the Lord. Mungu ndo ameniweka hapa na niko na hii nafasi, wacha nitumikie Mungu. Maana nafasi hii haiji mara mbili ama pengine utasema mara tatu. Okay, our God is the God of second chances, but whatever that you are doing, know that Mungu alinipa ahadi, amenipa uzima tele. So ule uzima Mungu amekupa na katika ujana wako, hebu uonyeshe katika matendo ya kumpendeza Mungu. Na nadhani tukifanya mambo ya kumpendeza huyu Mungu, ya kumpendeza huyu Kristo, ujana wetu utakuwa ni ujana wenye ushujaa, wenye majivuno, yani utakuwa ni kijana hodari, maana unajua yuko ndani yako ni mkuu. Kwa hivyo unapofanya kitu kama kijana, jua kwamba kunaye mkuu zaidi ya wakuu, jua kwa kunaye Kristo ndani ya maisha yako. Jioni leo nataka nikutie moyo, nikwambie, you as a youth, usijali ni nini utaambiwa, usijali nini utasema. Wakati mwingine mfanyie huyu Kristo kazi,
na wacha Ukristo akapata kujitukuza katika maisha yako, aonyeshe ni jinsi gani ametenda katika maisha yako. Kijana, jukumu ni lako. Know that all the joy that we have, all that you want to give your heart, give it joy in the days of your, follow the ways of your heart, and whatever your eyes see, but know that all these things God will bring you into judgment. So whatever that you are doing, una siku moja tutapelekwa ule mahali, judgment inatusubiri. So ni jukumu lako, matendo yako unayoyafanya yafanye katika njia ya kumpendeza Mungu, si kumpendeza mimi mwanadamu. Usifanye kwa sababu Lasco naone, Gilbert aone, ama askofu aone, ama Pastor Safari aone. No, unapofanya jua unamfanyia Mungu, bali umfanyie mwanadamu. Nadhani mpaka hapo tuko sawa. Amen. Na pia vile vile katika maisha tunayoishi, ama katika njia zetu tunazokaa kule mtaani, manake mtaani kunayo majaribu mengi huinuka. Lakini wewe kama kijana, naomba leo nikuulize, ama leo unapolala tafakari, wewe kama kijana, wale watu unaokaa nao wanakushawishi vipi? Wewe kama kijana, ni kitu gani pale mtaani, wale watu unaokaa nao, ni kitu gani? Unajua pale mtaani tunapokaa vijana wengi siku hizi ni darati nini, lakini wewe kama kijana ule na Kristo ndani yako, ni maisha gani unayoishi na jamii? Ama ni maisha gani unayokaa nayo pale mtaani unapokaa? Jua yani ni watu aina gani unaokaa nao. So kijana mwenzangu, leo nataka nikutie moyo, nenda ukawe ambassador mzuri katika Kristo. Yani jua kunaye Kristo aishie ndani ya maisha yetu, na tuzidi kumtumainia yeye, na tuzidi kutenda mema yaliyo haki na yenye kumpendeza. Tusichoke kusimulia ukuu wa huyu Kristo. Hivi ningependa sasa twende katika kile kitabu cha Timotheo 4:12 tuweze kusoma kitu pale na kujifunza. Samahani, natumia Biblia ya online, so mkiona pengine na sita mjue natafuta maandiko haraka. So katika kitabu kile cha Timothy chapter 4 verses 12. Second Timothy, yeah. Verses 12 says, Second Timothy. Bwana Yesu asifiwe. Atafadhali ule kama I think my sister Kerry, please nisaidie. Please can you open your Bible at Second Timothy chapter 4 verses 12, please. Nisaidie kutafuta ile andiko wakati tukiongea, na ukilipata tafadhali utanisaidia kusoma. So kijana, leo ni jukumu lako na jukumu langu, wewe kama kijana, kusimama katika zamu na kusimama katika hali ya kumpendeza Ukristo. Maana yake Biblia inasema alikufa, Mungu aliupenda ulimwengu, for the love that God he has for us his children, akatupatia huyu Kristo. Kwa hivyo ni jukumu langu ule upendo wa Kristo, sisi kama vijana tuweze kuubeba na kuendeleza. Tusichoke, tujue tunaye Mungu mkuu anayependa katika leto ujana, na tunapokuwa nje mambo ya dunia, mambo ya nini yasifanye tuweze kupoteza mwelekeo. Kwa hivyo tusimame sisi kama sisi, na tujue kuwa Mungu wetu hatuacha na hatutapungukiwa na chochote kile. Amen. Vile tukisonga, sijui dangu Kerry, umepata hicho kitabu cha Timothy? Kerry tafadhali. Sister Kerry, sijui kama umepata.
Basi kitambo Kerry kitabu cha Amen. Robert. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Can you hear me last one? Wanipata? Yes, I can hear you. 1 Timothy chapter 4 verse 12, Yeah. Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Yes. So you see, the Bible is very clear. Wacha watu wasikuone kwa udogo wako, lakini maandiko yako. Hebu Robert, rejelea tena watu wasikie. Ni nini wewe kama kijana machoni pa Mungu wewe ni mtu wa maana? Hebu Robert, tafadhali rudia tena. 2 Timothy. Do not let anyone look down upon you because you are young. Yes. But set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Amen. Amen. So we should set a speech in conduct, in love. So kijana, ni jukumu lako. Mungu amekupa sauti. So unaitumia vipi? Kwa ule udogo wako usijidharau. Usijione machoni pa watu wewe ni mdogo, lakini Mungu amekuteua. Wewe ni Mungu amekuteua. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe kijana. Simama. Mungu anahitaji kukutumia jioni ya leo. Kwa hivyo ni jukumu la wewe uweze kusimama, watu waweze kutambua ni jinsi gani. Kwa hivyo kijana, Mungu amekupa uwezo. Usije mdogo, lakini machoni pa Mungu kijana, wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu mkubwa. Ndio maana Mungu amekujaza speech. Unapopaswa tutumie nafasi unazopewa. Kama hapa katika hii platform yetu ni mahali pa sisi vijana kujikuza na kueneza ule upendo wa ndani yetu. Tunaye mtu ambaye ni mkuu sana. Kwa hivyo kijana, ni jukumu lako wewe kijana, wewe ukapate kusimama kueneza upendo na kueneza hili neno la Kristo na ule upendo wa Kristo. Kwa hivyo kijana, just prepare yourself. Anytime that you are called to serve the Lord. No, tutoke katika ile hali mimi siwezi Bwana, mimi ni nini Bwana. Jua wewe machoni pa Mungu ni mtu wa maana sana. Amen. Na nikisonga mbele vile katika kitabu cha Yeremia mlango ule wa kwanza mstari wa 4 hadi wa 9 nitasoma. Then the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nation. Then I said, Lord God, behold, I cannot speak, for I am youth. But the Lord said to me, do not say I am youth, for you shall go to all to whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. Amen. Kwa hivyo kijana, nataka kukutia ama leo nataka nikupatie changamoto. Kabla sisi kuzaliwa kwetu, Mungu alitutambua na alitujua. Kwa hivyo hapa katika hichi kitabu cha Yeremia mlango ule wa kwanza hadi 9, the prophet is called. That's what I'm seeing here. The prophet is called. So pale Mungu anapokuita, kweli sisi huwa na ile kusita. Nitaambia nini watu? Nitasema nini? Una ile hofu. Lakini Mungu lakini akasema katika ule mlango wa 7 tunasema, but the Lord said to me, Mungu akanena akasema, do not say I am youth. Usiseme wewe ni kijana, for you shall go to all whom I send you. Mungu atakutuma, and whatever I command you, atakachokuamrisha, you shall speak. Do not be afraid. Usiogope nyuso zako.
Manake sisi binadamu ni kweli, wengine wazona sura lasbo mkashindwa kuongea kusema ile Bwana Yesu asifiwe ukabumbwaze, lakini Kristo amesema, Mungu mwenyewe amesema, do not be afraid of their faces for I am with you to deliver you, says the Lord. Na Mungu pia vile vile amesema, then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put words in your mouth. Kwa hivyo Mungu hajaacha vinywa vyetu vikauke, vinywa vyetu vimejazwa. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe kijana, unaposimamishwa, jua Mungu ameweka kitu ndani yako na ni kitu kikubwa sana. Hichi kitu kijana kukitumia vyema na kueneza habari za Ukristo, tuweze kuinuana kupitia hichi kitu. Amen. Tuweze kujua hakika Kristo ameniambia nisijione mdogo, nisiogope nyuso za watu. Kuna nyuso wewe mwenyewe hata mahali unataka kuhubiri kwa sema hizi nyuso Kristo mimi sitaweza hapo. Usiogope. Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. Mungu ameweka maneno kwenye vinywa vyetu tuweze kufikia mataifa na kusema habari zilizo njema. Kwa hivyo mimi leo nataka kukutia tu moyo wewe kijana, usiogope. Mahali popote pale ulipo ukaweze kusimama. Simama ukijua hakika Kristo ameweka kitu ndani ya kinywa chako na Kristo hajakuacha. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe kijana. Ni jukumu lako ni jukumu lako wewe kijana na ni jukumu langu mimi kuweza kufikia mataifa ama pale pale nyumbani tu. Si lazima uende mbali. Pale pale nyumbani unapoishi, pale pale kwenye nyumba unayoishi, je, umewahi hata kuhubiria mtu ama pia jirani yako unamuogopa tele kusema asifiwe Yesu Kristo? Unakuwa mwoga, maana unajua mimi nikisema watu watajua mimi nimeokoka na huko pengine nakaa watu ni Waswahili. No, it's your time now. Do not be afraid. Manake maandiko amesema tukimwonea haya pia yeye atatuonea haya sisi, na tukimkana vile vile pia yeye atatukana. Kwa hivyo tusimwonee hayo Kristo, tuseme uzuri na ukuu wake na ule wema ametenda katika maisha yetu. Kila siku unapokaa, simulia wema wa Kristo ukisema hakika Bwana wewe ni mwema. Wacha mahali unapoishi ama mahali unapofanya kazi, watu wajue kuwa hakika tunaye Mungu ambaye ni mkubwa, na tunaye Mungu, yani watu wajue hakika huyu ni Kristo, huyu kijana anaenda kanisani, huyu kijana anafanya yanayompendeza Mungu. Njoo niko hapa kwa room ya pili. Nasema sasa huyu hatujui ni wanyo. Unapoishi usiogope watu watasema nini, lakini leo nataka nikutie moyo. Ewe kijana, wakati ni sasa. Simama, jua kunaye Mungu mkuu sana. Najua Mungu amekuchagua tangu ungali tumboni mwa mama yako, na Mungu amejaza kinywa chako na maneno na hajakuacha. Basi tukisonga mbele, naomba tuende katika kile kitabu cha Proverbs chapter 1 verses 8 to 9. Kama mmepata mtasoma. Inasema hivi: My son, hear the son of your father, and do not forsake the law of your mother, for they will be a graceful ornament on your head and chains about your neck. What a wonderful God that we are serving. Mimi leo hii ushangaa nikiona kama kijana anapokuwa kitapatapa akisema mimi sijui nasoma kitabu hiki kimenishauri hivi, lakini Biblia sana usema Biblia imetupa maswali na majibu, na Biblia imetupa tumaini. Kwa hivyo wewe unapokuwa Mkristo, unaposema mimi nisome kitabu fulani, mimi kuna wakati mwingine kama mimi lazima unavunjika moyo, maana nasema Biblia ina kila kitu. Ukitaka kujua maisha ni nini, ukitaka kujua maana yake yapitia leo hii, mitume walipitia wengine, sisi yetu ni mitihani midogo. Na katika maandiko vile vile pia inasema duniani kuna shida nyingi na dhiki nyingi,
na tabu nyingi, lakini Mungu ametuleta huku kwa sababu wewe ni wa maana sana. Ndipo leo Mungu amekupa hii nafasi. Kwa hivyo usione katika hali yako yoyote unayotabika. Kijana, maandiko amesema, my son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother, for there will be a graceful ornament on your head and the chains about your neck. So kijana, leo nataka nikutie tumaini, kwambie fuata maagizo and do not forsake sheria za mamako. Kwa hivyo kijana, unaposimama popote pale ulipo, jua wewe ni wa maana machoni pa huyu Kristo. Jua dunia inakuhitaji kama kijana. Tumesema mada yetu ya leo ni youth and wisdom. So wherever you are as a youth, know that the Lord loves you. Na usijidharau. Usijione ni mdogo. Jua machoni pa Mungu wewe ni wa maana sana. Machoni pa Mungu jua wewe ni mtu wa maana. Jana, simama kwa zamu, fanya mambo yanayompendeza Mungu. Najua jana ni moshi, ukienda umeenda haurudi, lakini tunayoyafanya leo hii ya sawa, tunayoyafanya leo hii ya kumpendeza Mungu. Leo hii mimi maybe hapa leo na preach, lakini matendo yangu je, ni sawa? Nataka nikipractice ama nikifanyie kazi, isiwe tu naongea kwa sababu ya kuongea, lakini inatakiwa na kifanyia kazi. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe kijana, ama ni jukumu langu mimi kuweza kukwambia leo, hakika Mungu anaweza. Kijana, simama kwa zamu. Kijana, simama kwa zamu. Tusichoke. Tujue tunaye Mungu ambaye ni mkuu sana. Itumie hii nafasi kama kijana. Katika kanisa letu kunazo kazi nyingi sana, lakini vijana wetu leo hii sio ati pengine na hivi kwa kejeli ama nini. Katika vijana wenu leo hii unazo activity nyingi sana. Kama vijana katika nyumba ya Mungu inatakana tufanye hii nafasi sisi kama vijana tutumia vipi? Mimi natamani siku zote mimi hukaa nikatamani, nasema natamani irudi nyuma tuone vijana wa awali walivyokuwa wakifanya, lakini ya jana si ya leo. Leo hii nataka kuwatia nguvu mpya ama kusema nataka kuweka ari mpya katika maisha ya vijana. Vijana, nyinyi ni kanisa la kesho. Vijana ni nguvu. Katika ujana wenu, jinsi mnavyokaa, kama jinsi nyinyi mnavyoishi, je, katika baraka zetu haziko mbali? Sio ati zitatoka mahali zije zianguke, sio ati pastor atoke Kongo aje preach sio aseme nini. Baraka zetu ziko pale tunapomtafuta Kristo kila siku. Pale unapoenda, baraka zako ziko pale. Jua kuzitafuta, jua kumwendea huyu Kristo ndogo pale. Vijana, kuna time huko nyuma kunataka kufika mpaka sisi mnasema wazee wako na siku ya kufika, lakini zile ni vitu sisi vijana tusimame, tuseme nyasi ndio tuseme hapa kuna hivi nini wasetu. Kama kuna mali mmekuwa ambayo tuseme wazee tuomba mfuko wa simiti, tutalipa fundi hapa ili kuje. Tufanye mambo ambayo sisi wenyewe tuweze kujinyakulia baraka zetu. Sivyo mnakuwa mimi nakatoa hapo watu basi wabarikiwa mimi. Ni wewe mwenyewe zile baraka uzitaki. Baraka ziko pale. Vijana, pangeni siku mje mfagie. Jumamosi activities jeti na kazi ni wangapi? Ni wachache. Kwa hivyo leo nataka nikwambie wewe kijana. Nitawacha na Peter mlango wa 5 mstari wa 5 hadi wa 9. Hii ujisomee. Ndiye baraka zako usizifungie. Baraka zako ziko mahali pasawa. Ni wewe ujue jinsi ya kutap hizi blessings zako. Hitaji ile hekima. Fanya mambo
na mali vijana mkikwama, tafuteni wazee. Hata kama mnasema wazee hawatoe, wasumbuni mpaka watoe. Hata kama ni kina mama, sema hawa wa mama, sisi usema Biblia katika maandiko hapa tumesoma imesema tusijifanye nini, tusijidharau, tusijione sisi ni wadogo because we are youth. Basi tuseme no, we can achieve and youth we can do greater things. What? Lakini kufanya haya mambo, je, tunamjua Kristo ama tuko kwa sababu tuko tu ni vijana, tunde Jumapili tubiriwe, tumejazwa? Hakika hakuna aliye bora zaidi ya mwingine, lakini sisi sote machoni pa Mungu tuko sawa. Hata kuna tendo lingine kana tafakari, anasema hii Biblia kuna tema sema ya Mungu tuko sawa, lakini yenyewe kila mtu kuna ile level Mungu amempatia. So ni wewe mwenyewe, simama katika position yako, be wise as a youth. Studies hazikimbii, nini hazikimbii. It doesn't mean go even to Shiba Age. You can even go there. Hivyo pia una enjoy. It doesn't mean that you need to swipe link or do blah blah crazy things. No. Whatever that you are doing, jua iko ujibu. Je, nitasema nini mbele ya huyu Muumba wangu? So leo hii nataka nikupatie na swali katika hali yangu ya ujana. Unapofanya ujana wako, je, ujana haya mambo ya hali hii ya ujana ni ya kumpendeza huyu Kristo ama ni ya kupendeza? So jukumu ni lako, na unapofanya jua umfanyie lastborn, umfanyie askofu, umfanyie Pastor Safari ama chama na Starud ama Makono. Jua na ndiwe mwenyewe utajibu mbele ya Muumba wako. Hiyo siku hakuna mtu ati sijui nitakuja sisi mama na wewe, lakini jua unachokipanda leo ndicho utakachokivuna. Nikimaliza napenda kumaliza na Zaburi ya 25 mlango wa 7. Inasema, do not remember the sins of my youth, nor my transgressions. According to your mercy, remember me for your goodness sake, O Lord. Hakika huyu Mungu ni wajabu sana. Yani katika yote hapa, katika hichi kitabu cha Zaburi, nasema do not remember the sins. Usikumbuke dhambi za ujana wangu. According to mercy, remember me for your goodness sake. Kwa hivyo katika hali yako ya ujana, kama jinsi unavyokuwa, popote unapofanya, tubu. Unapojua umefanya jambo ambalo halijampendeza Ukristo. So ni jukumu langu leo, nataka huyu Mungu, huyu Kristo, tuweze kumwambia usitukumbuke kwa mabaya, bali tukumbuke kwa ule wema ama kwa yale mazuri tumefanya katika huu ulimwengu. Kwa hivyo kijana, leo nataka nikutie moyo, nikwambie mbele ya Mungu wewe ni wa. Tusimame kwa zamu. Baraka zetu tunazo wenyewe, hazitatoka mahali hata mtu aje atubwagie. Baraka zetu ziko pale pale. Hata sisi leo hii utuulize, mimi ni shuhuda tosha nikikwambia lazima no Isa. Na mimi leo hii naweza kani nikamkumbusha Mungu, nikumbuke, maana najua Mungu kuna mengi amefanya, lakini ni wakati mwingine kwa Mungu nikumbuke na mimi nilifanya. Wewe leo hata waweza mwambia nini huyu Mungu akukumbuke na lipi haswa? Kwa hivyo mimi leo nataka tu kukutia moyo, nikwambie ni wakati wako. Baraka zako ziko mahali basi, ni wewe uchukue hatua katika ujana wako. Acha Mungu azidi kukujaza hekima, azidi kuwapa busara. Msimame kwa zamu, usiogope, mpendane. Vijana, mpendane. Msijione kuna huyu amezidi huyu, yule amezidi huyu. Unapoona kuna mwenzako
amekuzidi, wavute wale wenzako katika hali ya upendo, mwambie twende, hii ndio njia sawa. Hata sisi wengine ukituliza, tulikuwa tuwezi hata ongea, lakini tulitiana moyo. Unamshika muda, ambia leo hebu ongea hivyo, leo hebu salimia watu, leo hebu fanya. That is how we grow, that is how we grow, we as youth. So wewe kijana, usiwe hapo ukisema mimi basi. Hata wewe kiongozi unaoinua, chagua wale watu wamekaa pale, mtu amaza hajawahi mpatie jukumu, mwambie leo wewe fungulie, fanya introduction, mimi nitakaa. Mungu amejaza vinywa vyetu. Mimi sina mengi ya kusema, ningependa kuambia Mungu awabariki na asanteni sana kwa kunipa masikio yenu, na nitazidi kuambia vijana tuamke, wakati ni sasa, baraka zetu zinatungoja, na Mungu awabariki. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, Baba yetu uishie na kutawala, naja mbele zako sana majira kama haya nikisema ni asante Bwana, umeweza kunijaza kinywa changu na kunena na ndugu zangu hawa popote pale walipo Bwana. Hakika ujumbe ulionipa nimeweza kufikisha Bwana. Nenda ukapate kunena na maisha ya mtu jioni ya leo, nenda ukapate kumgusa kila mmoja wao kwa namna yako Bwana, kapate kuwatenda mema wale waliochukua muda huu na kukaa nasi Mungu wangu. Hata wale ambao hawakuweza, zidi kuwabarikia popote pale walipo Bwana. Zidi kuinua vijana katika kanisa letu, zidi kuwatenda mema, na wacha baraka zako zikaweze kuwafuata siku zote za maisha yao. Nasema ni asante, na ni kwa Yesu Kristo Bwana wetu nimeomba na kuamini. Amen. Amen, 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 amen. Asante sana. Thank you so much, our brother Lastborn, for that awesome word. I think Mungu amekutumia vilivyo kunena na sisi kama vijana, na tunakushukuru sana, na Mwenyezi Mungu akujaze zaidi. Kama kawaida, ningependa nimkaribishe our mentor here, Mr. Steve Jumbale, aweze kutusalimia na aweze kutupatia 1 2 3 from just a summary of the word, at least from what our brother Lastborn has been able to share with us. So Gilbert, I'm done, and tuna sijui venye mnamaliza, but me I'm done, so ngoja kusikia kwako. Subiri kidogo, ngine wapate angalau staftai ama nini. Subiri, nilikuwa namwalika our brother Steve Jumbale, huwa anatuongezea kidogo kwa yale mahubiri ambayo tunapokea. Sasa brother Steve, ningependa kukukaribisha uweze kunena na sisi kidogo kwa dakika 2 kupitia ule ujumbe ambao ndugu yetu Lastborn ameweza kushare na sisi. Karibu. Our brother Steve, if you can hear me, maybe just a word, just to say hello, shalom to us, and just to contribute one word from whatever our brother has been able to share with us.
Okay, so let me just invite our chairman, Robert Chengo. You can just wind up this meeting and we call it a night or a day. And thank you so much, our brother Lastborn, for the word. Okay, nadhani ni kama sijui kama mnanisikia, but we thank you so much our brother Lastborn for the word. Mungu akujaze zaidi na zaidi na zaidi, na nashukuru Mungu akuzidi kukutumia. Tuweze kukutana tena wakati mwingine next Thursday, same time, same place, so that we can continue fellowshipping together as a body of Christ. Kindly, when we release the link and the posters, kindly share to your friends so that waweze kujoin, so that also waweze kupata muda pia wa kupata muda na wa kujua neno na kupata muda na Mungu wao. So asanteni sana for today and for attending, and may God bless you. May God bless you so much, and muwe na usiku mwema. Mubarikiwe, and you can enjoy some music which I'll be playing here, and you can leave at your own pleasure. Kwaherini. Everybody should let it in right now. Hey, rain, come on. Hey, Eshaleta Payadosia. Should let it rain.